Yesu kwetu. Zipo sababu za msingi ambazo tunaweza tukasema Yesu amezaliwa. Sababu ya kwanza, kutuokoa sisi katika dhambi. Maana tunaweza tukafurahia Yesu huyu amezaliwa akiwa na mamlaka, lakini mamlaka hiyo kama hatujaweza kuipokea, kama Biblia inavyosema katika kile kitabu cha Luka Mtakatifu sura ile ya 2 na ule mstari wa ngapi? Na ule mstari wa 14, anasema tukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani, na iwe amani kwa watu walioridhia. Si unaelewa? Kwa watu walioridhia. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu, sababu zake za msingi ni kutuokoa sisi katika dhambi zetu. Kutuokoa sisi katika dhambi zetu. Sababu ya pili, kufufua kilichokufa kwenye maisha yetu. Kufufua kilichokufa kwenye maisha yetu. Leo hii kushangilia na kufurahia ni ishara tosha za ushindi wako. Maana Biblia inasema furaha ya Bwana ndiye nguvu yetu. Maana yake ni nini? Ukiwa na furaha ya Mungu, Mungu huingia ndani yako na huleta uponyaji. Lakini sababu ya tatu, kutupa funguo za kumiliki. Kutupa funguo za kumiliki. Andika sababu utaelewa. Kutupa sisi funguo za kumiliki. Kuna watu wanamilikiwa na adui. Kuna watu makazi yao ni adui. Lakini kama ukiruhusu Yesu leo hii akazaliwa upya ndani ya maisha yako, utaweza kuona tofauti. Mamlaka itakuwa ndani yako. Wengi hawana mamlaka. Kuna watu wameolewa hawana mamlaka. Kuna watu wameajiriwa hawana mamlaka ndani ya eneo husika. Kuna watu wanaishi kwenye biashara zao lakini hawana mamlaka. Nini maana yake? Kwa sababu ndani yao huna mamlaka iliyozaliwa mpya. Lakini ukiruhusu Yesu Kristo akazaliwa ndani yako, wewe utakuwa ni mtu mwenye uweza na mamlaka. Yesu wa mbinguni atukuzwe sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu ile sura ya 16 na ule mstari wa 19. Sura ya 16 mstari wa 19. 16:19. Biblia inasema. Biblia inasema, nami nitakupa wewe funguo za nini? Za ufalme wa mbinguni. Za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani. Na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amen. Atakupa funguo zilizojawa mamlaka. Una uwezo wa kufungua. Ukasema, Mungu, ninafungua ndoa yangu, ninafungua uchumi wangu, ninafungua maisha yangu, ninafungua huduma yangu, ninafungua. Yeye Bwana ukimwita ataingia ndani yako, atakupa kuinuka, ataingia ndani yako, ataweza kushindia. Hakuna dhambi itakayoweza kushinda, kwa sababu mamlaka itakuwa ndani yako. Utaweza kuitiisha ile dhambi inayoweza kusukasuka, inayoweza kusumbua, unaweza ukaitiisha, naye itaweza kutiishwa. Haleluya. Saidieni mtu mmoja ili tumchukue. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Anakuambia atakupa funguo za kumiliki. 4. Sababu ya 4, ili tumjue Mungu. Ili tumjue Mungu. Kuzaliwa kwake ili tumjue nani? Mungu. Yesu hakuzaliwa halafu aje tu duniani afanye ishara halafu aondoke. Alizaliwa ili tumjue Mungu aliye hai. Leo hii unaweza ukafikiri neema uliyokuwa nayo ni kitu cha kawaida. Ni kwa sababu Yesu alizaliwa. Na ukizaliwa leo, Bwana atakumbuka maisha yako. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 4 na mstari wa 7.
Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, mstari wa 7.